Imani The faith ni mkono wa kiroho in the hand, in the spiritual wa kupokea of receiving kile unachokiona katika ulimwengu wa roho. Spiritual world. Ni mkono wa kiroho Your spiritual hand wa kupokea of receiving kitu unachokiona katika ulimwengu wa roho. Hili ni daraja la yale yote unayoyaona ng'ambo, which you see on the other side, ambao wakati mwingine unavyoyaona hayana shape, they don't have a shape, hayavutii, they don't be, hayagusi, they don't touch you, lakini unayaona kwenye ulimwengu wa roho. what you see in the spiritual world. Yanahitaji mkono wa imani They need the hand of wa kuyatoa katika ulimwengu wa roho na kuyaleta katika ulimwengu wa mwili, halafu kuyavalisha uhalisia yapate kuonekana. Kitabu cha Waebrania mlango wa 11, Waebrania mlango wa 11 mstari wa 6 mpaka wa 8. Until 8. Naomba ananisomea. Waebrania 11 mstari wa 6 mpaka wa 8. Bible inasema, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Okay. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima amini ya kwamba yeye yuko. Asante. Na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Rudia tena kwa nguvu kuanzia pale 6 mpaka 8. Naomba uongeze sauti yako na urudie kwa nguvu. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima amini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Kwa imani Nuhu akiisha kuonywa na Mungu katika habari za mambo yasiyoonekana bado, kwa jinsi alivyomcha Mungu, aliunda safina apate kuokoa nyumba yake. Na hivyo akahukumu makosa ulimwengu, akawa mrithi wa haki ipatikanayo kwa imani. Haleluya. Amen. Imani ni mkono wa kiroho unaotusaidia kuchukua tunachokiona katika ulimwengu usioonekana na kukifanya kionekane katika ulimwengu wetu, kwa sababu macho yetu ya mwili yanaona vinavyoonekana lakini hayaoni vilivyofichika, ila imani inaona kilichofichika na inataka kichukuliwe na ikiletwa katika ulimwengu wetu na kiupe umbo au kiupe mwili ili kidhihirike katika uhalisia. Bible inasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Mtu mwenye imani ndiye mwenye nguvu ya kumpendeza Mungu, kwa sababu huwa haruhusu akili zake, macho yake, utashi wake ufanye kitu katika ulimwengu wa mwili ama ufanye kitu katika ulimwengu wa roho ili kionekane katika ulimwengu wa mwili. Ali anaruhusu ulimwengu wake wa roho uoneshe kilichofichwa katika ulimwengu wa roho, alafu imani imsukume kuchukua ambacho hakionekani kwenye ulimwengu wa mwili. Nataka kuongea na mtu hapa. Haleluya. Ni mwenye imani pekee ni mwenye nguvu ya kuondoka nje ya magereza. Ni mwenye imani pekee ni mwenye nguvu ya kusema hapa tunapita. Ni mwenye imani pekee ndio ya kusema mwaka huu unaweza kufanya hiki. Ni mwenye imani pekee ndio mwenye ujasiri wa kusema hapa ninainuka, kwa sababu anaona jambo katika ulimwengu wa roho ambao ulimwengu wa mwili haumsapoti. Na wakati mwingine ulimwengu wa mwili unawahesabu wenye imani kwamba ni vichaa, kwamba akili zao haziko vizuri. Haleluya. Kwa sababu sio vitu vinavyoonekana, sio vitu vinavyoshikika, sio vitu vyenye umbo, lakini mtu mwenye imani
imani But the one in faith, akishakiona when kitu, you see something, kumbuka nilikuambia Jumapili iliyopita the last Sunday, ya kwamba chanzo cha imani that the source of faith, ni neno la Mungu. the word of God. Sasa anaongea sawa sawa au anafanya sawa sawa au anaamua sawa sawa na kile anachokiona kupitia neno la Mungu ndani yake. Through the word of God inside him. Amen. Oh my Lord, hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Imani sio jicho la tatu. The faith is not the third eye. Huku duniani sasa hivi kuna macho ya tatu na watu wanayafuata. Nazungumza habari ya jicho la Mungu kukaa ndani ya mtu. Jicho ambalo linaona kile ambacho Mungu anakiona katika majira ulionayo, katika msimu ulionao, alafu unakifanya katika ulimwengu wa mwili, wakati wanadamu wote hawaoni unachoona. While all the humans don't see what you see. Mkono huu wa imani, This kind of hand of faith, hauna macho, it doesn't have eyes, lakini but unaona zaidi ya it kawaida. sees more than normal. Nimesema imani ni mkono. I've said that the faith, Kwa hiyo mkono huu wa imani, this hand of faith, mkono huu hauna macho, this hand doesn't have lakini unaona zaidi ya macho ya kawaida. the normal eyes. Kitabu cha Wakorinto wa pili The book of Corinthians, mlango wa 5 mstari wa 7. chapter 5 verse 7. Wakorinto wa pili 2 Corinthians mlango wa 5 chapter 5 mstari wa 7. verse 7. Kwa maana twaenenda kwa imani, si kwa kuona. Rudia tena. Kwa maana twaenenda kwa imani, si kwa kuona. Nimesema mkono huu una macho I've said that this hand has eyes ya kiutendaji of doing things kuliko macho haya tulionayo kwa kawaida. more than the normal eyes. Haya macho The tulionayo normal eyes we have, yana ukomo, they have the limits, yana mipaka, they have the boundaries. lakini macho ya mkono wa imani But the eyes of the hand of faith, hayana ukomo. that doesn't have limits. Haya macho yalikuwa kwa mtu mmoja anaitwa Batimayo. These eyes were the person called Batman. Bwana asifiwe. Amen. Tusalimiane hewani namna hii. Haya macho yalikuwa kwa Batimayo. These eyes of the Batman. Batimayo hakumwona Yesu kwa macho yake, See God, lakini macho yake ya ndani but his spiritual eyes, yalimuona Yesu na uponyaji uliofichwa ndani the yake. helmet inside him. Aliyaona macho yake ndani ya Yesu. Oh my Lord, sio kama naongea na mtu hapa. Macho ya mwilini yalikuwa kipofu, Normal eyes, he was blind. macho ya mwilini yalikuwa hayaoni. Ungelimuuliza Batimayo, Yesu umbo lake likoje, asingeweza kukujibu. Lakini imani ambayo ni mkono wake wa ndani, angeweza hata kuchora umbo la mtu ambaye alikuwa anamuona ndani, angeweza kusema uweza aliyokuwa anauona ndani. Na kwa sababu hiyo Batimayo kipofu alijikuta akimwita Yesu na kumwambia, mwana wa Daudi, unirehemu. Yes. Akamuuliza, unataka nini? He asked him, what do you need? Hitaji la Batimayo ilikuwa macho nipate kuona. Oh my Lord. Amen. Haleluya. Naongea na watu ambao wanatakiwa wawe na mkono wa imani wenye nguvu za kuwasaidia kuchukua yale wanayoyaona kwenye ulimwengu wa roho ambao ulimwengu wa mwili haupo. Ninaongea na watu ambao wanaona uzao wao ukiwa watu fulani juu ya Tanzania, ukiwa watu fulani juu ya manchi mbalimbali, lakini mwilini hakuna njia. Naongea na watu ambao hawana kibali hapa, lakini rohoni wana kibali na wanakiona hicho kibali na wanajitamkia hicho kibali. Naongea na watu ambao leo wanaona wamekataliwa, lakini mkono wa imani unawaonyesha kwamba wao hawawezi kukataliwa. Nasema na watu ambao leo wanaiona mipaka kwa macho ya kawaida, lakini wakitazama ndani wanaona hakuna mipaka, wanaona hakuna kufinyiliwa, wanaona wanaweza. Hao ndio ninaoongea nao asubuhi ya leo. Mtu yoyote wa imani, Anyone of the faith,
Mazingira sio rafiki. The environment is not Na hayawezi kuwa rafiki. cannot be a friend. Mazingira sio rafiki. Na hayawezi kuwa rafiki. Kwa sababu mazingira yanataka ufuate mifumo. Uongozwe na mifumo. Na mtu mwenye imani lazima uwe nje ya mifumo ya kawaida. Maana mifumo ya kawaida ina utaratibu. Ukiwekewa utaratibu utakuwa kama wale waliomwambia Batimayo, nyamaza, unamdisturb bwana mkubwa. Huoni kama amezungukwa na watu? Anaongea na mtu hapa ambaye atasema ninatoka kwenye huo mfumo. Lazima nipite mahali ambapo wengine hawapiti. Hata kama wote wameshindwa kwenda wanakostahili kwenda, lakini kwa sababu ya imani niliyonayo ndani, lazima hapa ninatoboa. Hata kama wengine wamechoka, wamekata tamaa, lakini nikiangalia alichoniambia, nikitazama alichosema na uhakika nilionao, ninaona kutiwa nguvu na kusogea mbele. Haleluya. Amen. Imani, The faith ni uhakika. is be sure. Ni uhakika The assurance wa alichokisema. of what is said. Hatuna uhakika kwa mtu mwingine We don't yoyote, have assurance to any lakini other tuna person. uhakika kwa yeye, And we have kwa assurance kile alichotuambia. for what he told us. Wakati madaktari wanasema What the doctors say, wanachokiona, what they see. lakini imani ina sauti yake na yenyewe inasema kile alichokisema. Oh my Lord, lazima ufike mahali uweke vitu kwenye mizani, alafu uamue kuamini alichokisema. Maana alichokisema kinaukwenda mbali, lakini wanachokisema huwa kina mipaka. Unaongea na mtu mahali hapa, alichokisema huwa kinatutia nguvu, lakini wanavyovisema huwa vinatuvunja moyo. Anasema na mtu mahali hapa, alichokisema huwa hakishindwi, lakini wanayoyasema huwa yana ukomo. Imani ni uhakika, ninaamini alichosema. Amesema kwenye neno lake kwamba amebeba magonjwa yangu, uzima ni haki yangu. Haijalishi madaktari wanasemaje, natakiwa kujua jambo moja tu, kwamba amesema mimi ni mzima. Ikiwezekana nianze kusema wakati watu wananiona ni mgonjwa, mimi nasema mimi ni mzima. Ndio maana nasema lazima uwe chizi kidogo. Ukiruhusu akili yako, Change your mind. ukiruhusu akili yako, If you allow your mind, haiwezi kuruhusu it upite. cannot allow you to pass. Haiwezi, Cannot allow you. haiwezi, wala haikuachii. Lazima uwe na uhakika. Nilisema ni uwezo, ni nguvu ya Mungu, lakini hii nguvu tunaipata katika neno lake. Wakati umeshikamana na hilo neno, wakati umeshikamana na hilo neno, my Lord, my God, nakumbuka neno moja, madaktari walisema hivi, hatuwezi kupata mtoto. Nakumbuka hilo neno, maana siku alisema, niliinua macho yangu kwa Bwana, nikahama kitandani kwangu, nikakaa mbele za Bwana, nikamwambia wewe ndiye uliyekuwa unapendezwa na mimi kuingia kwenye hii ndoa. Usiponipa watoto hauwezi kutukuzwa. Naomba leo Bwana ufungue tumbo langu. My stomach, so was to be praised. Madaktari wanasema hivi, The doctor said that una tatizo, you have a problem. haliwezekani. It is not possible. Tanzania hizo siku Those days, mimi na huyu jamaa hatujaishika milioni moja ikaitwa ya kwetu, lakini wanatuambia tuwe na milioni 15 ili tuende South Africa. Oh my Lord, my God, Roho Mtakatifu, asante. Najua kitu kimoja, alisema hakutakuwa tasa wala atakayeharibu mimba. Alisema hakutakuwa tasa wala atakayeharibu mimba. Alijua kwamba ningepita huo wakati. Nasema alisema hakuna tasa wala atakayeharibu mimba. Aliujua ule wakati kabla sijapita, akaamua kunitangazia ili huo wakati nikiwa napitia niwepo
naongea na mtu hapa. Sikia, Listen. hatuendi kwa kuona. It's not go by seeing. Kama hatuoni, If you don't view, basi tunaendaje? how can we go? Kama hatuoni, If you don't view, tunaendaje basi? how can we go? Lazima tuwe na neno. To walk the walk. Lile neno ndilo taa, lile neno ndilo nguvu, lile neno linalotupa ujasiri, lile neno linatufanya wagangwe, lile neno linatuambia nenda, amesema. He said, Unaenda, you go, unakaa na hilo neno, then stay with the word. ujui lini litavaa mwili, lakini unang'ang'ana nao. Umesema mimi sio tasa, umesema mimi ni mama wa mataifa, umesema mimi nina maongezeko, umesema utabariki kabla yangu, umesema. Unashangaa ghafla Just from the same. neno linavaa mwili. That moment the word Likivaa mwili linatafuta tumbo, it finds the stone. linatafuta tumbo, linakuja kudumbukia kwenye hilo tumbo. Hapo ndipo mkono wa imani unapodhihirisha nguvu na uweza wa Mungu. Hapo ndipo mkono wa imani unapodhihirisha nguvu na uweza unaokaa ndani ya hilo neno. Haleluya, haleluya. Imani ni uhakika, Faith is assurance. inaona mambo And these things katika ulimwengu wa roho in the spiritual world na kuyavuta katika mwili, and take it to them kuyatafsiri and to na kuyavalisha mwili and give them na God. kuyafanya yawe katika uhalisia. Them to be in a normal. Imani The faith hairuhusu macho yako ya mwili does not allow your normal kufanya eyes kazi. to get into action. Nisomee kitabu cha Methali In the book of Proverbs 3:5-6. chapter 3. Methali Proverbs 3:5-6. chapter 3 verse 5 to 6. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako, katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Haleluya. Amen. Mtumaini Bwana katika njia zako Trust in the Lord zote, with all things. wala usizitegemee. Don't Unapoanza kutegemea akili zako, when you depend in your mind. zijibu kama ulivyopanga, Answer them at the way you zijibu want. kama unavyoomba, Answer them zizalishe kama unavyotaka. Project them at the way you want. Njia zako Mungu hawezi kupita mbele yake, God will not get into auto. kwa sababu hiyo sio imani. Because that is not a faith. Na hii ndio tofauti kubwa ya wana wa Mungu. Difference of the sons of God. Wana wa ulimwengu Sons of the normal world. wao huona kwanza, They see that faith. alafu wakasema. And then says. Wanaona vitu katika macho ya kawaida, Few things is the normal halafu eyes. wanasema. And then they say. Lakini wana wa Mungu But the sons of God hawaoni vitu kwenye macho ya kawaida, see the same lakini wanavisema. but they say Hii ni tofauti. this is the difference. Na ni wana wa Mungu leo ninaozungumza nao God hapa, and the one who is ambao wana nguvu ya kusema power of saying kabla hawajaona, before they see alafu wanaamini they believe walichosema what they say. kwamba kinatokea. That is something. Wana wa dunia wanataka waone, They want to see alafu ndio and waseme. to say it. Naongea na mtu, I'm speaking with someone. nasema na mtu hapa. I'm speaking with someone. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Wasikie taarifa ya habari imetangaza kwamba kesho kutakuwa na mvua za masika, alafu ndio waanze kusema jamani, It's said to say that kesho kutakuwa na mvua za masika. tomorrow there will be flood. Lakini wana wa Mungu But the people of God, ni wale jua linawaka, the one who alafu wanakuambia kesho asubuhi mvua za masika zinaanza. tomorrow the rain. Jua linawaka, kuna vumbi la kutosha, alafu wanasema hapa mvua inaenda kunyesha. Amen. Akili za kawaida zinakataa, The normal lakini imani inasema. faces. Na kwa nini inasema? Kwa sababu imani ni jicho katika ulimwengu wa roho, inakupa kuona kile kinachotakiwa kutokea kesho, kinachotakiwa kutokea kesho kutwa, kinachotakiwa kutokea miaka 5 ijayo, Happened to the, after 5 years. alafu unakisema leo. And then you say to Unawaambia watu jamani, you tell people that kaeni tayari, get ready, kaeni tayari, get ready. mwaka kesho The kutakuwa na next year ukame. we have Kwa kama mkivuna mwaka huu, wekeni vyakula, yes,
watu wanawacheka. Iliwahi kutokea kwa mtu anaitwa Yusufu, akatangaza akasema, jamani, miaka 7 inakuja nishibe, mtamwaga vyakula, mtasambaza, lakini baada ya miaka 7 ukame. Watu wenye akili sawa sawa hawakuhifadhi. Kwa nini? Hawakuona. Lakini mwenye jicho la imani aliona miaka 7 inayokuja, aliona kesho itakavyokuwa, na akawatangazia watu, na wakati akiwatangazia alikuwa na save. Oh my Lord. Si naongea na mtu hapa? Si nasema na mtu hapa? Nataka nikwambie hivi, hili jicho unalihitaji wewe kama mwana wa Mungu. Unahitaji pale kwenye ofisi yako, unahitaji pale kwenye biashara yako, unahitaji kwenye ndoa yako, unahitaji kwenye uzao wa tumbo lako. Mungu akwambie miaka 5 inayokuja mbele ya mtoto wako wa kwanza, jambo gani litatokea. Uanze kuweka saa hizi nguvu ya namna ya kumsaidia. Hallelujah. Amen. Hatuongei haya ili kukufurahisha leo. Weka kwenye akiba yako. Kuna mambo ambayo Roho Mtakatifu anataka kutembea na wewe kwenye imani. Lakini atategemea chakula unachokula leo. Hata kama ni kidogo aje, tunza. Zinakuja nyakati ambazo tutatakiwa tutembee kwa imani, kwa sababu unaona alichosema sio kinachoonekana hapa. Haleluya. Bwana asifiwe. Kiliwahi kutokea hichi wakati Paulo anapelekwa mahali. Tusome kitabu cha Matendo. Ngoja nikupe kitabu cha Matendo. Kuna watu ambao huwa hawasomi Biblia. Bwana asifiwe. Kitabu cha Matendo ya Mitume 27 chapter 27 mstari wa 10 na wa 11, verse 10 to 11. Akawaambia wanaume, naona kwamba safari hii itakuwa na madhara na. Hebu soma kama mtu unasoma. Soma. Akawaambia wanaume, naona kwamba safari hii itakuwa na madhara na hasara nyingi, si ya shehena na merikebu tu, ila na ya maisha yetu pia. Lakini yule akida akawasikiliza nahodha na wenye merikebu zaidi ya yale aliyoyasema Paulo. Na kwa sababu bandari ile ilikuwa mstari wa 11 mwisho 10 na 11, alafu ruka nenda 21 mpaka 25. 10 mpaka 11 ni kile ambacho Paulo alisema alichokiona. Aliona safari ni mbaya, watu watapoteza mali, watu watapoteza mizigo. Paulo aliona hapa, lakini Biblia inasema wenye merikebu akatazama hali ya hewa. Haleluya. Akaangalia mazingira yanayomzunguka, akanyanyua chombo. Lakini mtumishi wa Mungu ameshasema huko tunakokwenda tutapata hasara ya watu, lakini tutapata hasara ya vitu vilivyo navyo. Bwana asifiwe. Paulo anatoa taarifa hapa. Kwa nini? Imani inamuonyesha kinachokwenda kutokea, jambo litakalotokea mbele analiona. Lakini wale alionao, waliokuwa pamoja na Paulo, hawaoni. Na ana uhakika kama inavyosema Waebrania 11:1, ana uhakika kwamba hili jambo linaenda kutokea. Haleluya. Anawaambia wanaume, mngelinisikia, kaeni hapa kwanza ili tufanye ipite, kwa sababu huko tunakokwenda tunaweza kupoteza mpaka watu, tunapoteza vitu, na sisi wenyewe tunaweza kupotea. Laiti wangelimsikiliza Paulo. 20 na ngapi pale chini? 21 na 25 anasemaje? Matokeo ya kile Paulo alichosema. Na walipokuwa wamekaa wakati mwingi bila kula chakula, Paulo akasimama katikati yao akasema, wanaume, iliwapasa kunisikiliza mimi na kutokung'oa nanga huko Krete. Unamsikia anachosema? Na kupata madhara haya na hasara. Tayari madhara yamesha tayari madhara yamesha. Kama angekuwa ni msemo wa sasa tungesema asiyesikia la mkuu
madhara yametokea. Wako mahali hawana chakula, wamepigwa na baridi usiku kucha. Paulo anatokeza tena akiwa na jibu. Haleluya. Anawaambia hata kufa hata mtu hapa, maana yule malaika amenipa taarifa. Kama tungelisikiliza mapema, tusingepita kwenye haya. Na imani ni jicho la kuona mabaya yaliyokusudiwa na nguvu za giza huko baadaye. Alafu leo Roho Bwana anasema na wewe kwamba usifanye, usionje, usitoke. Yaani mimi niache kuwahi, naenda kwenye biashara zangu Bwana. Na si unajua tulivyo Bwana asifiwe. Unajua haleluya, haleluya kanisa. Kama baridi imewazidia simzime tu hizo mafeni. Haleluya, amen, haleluya, amen. Bwana asifiwe, amen. Unaweza ukaonywa na mtumishi wa Mungu. You can be warned by the servant of God. Anaona mabaya mbele yako, anakuambia usifanye hivi. Don't do it. Unajuaga tukioga na hela zetu unajuaga tukiwaga na mipango yetu, unajuaga tukiwaga na marafiki zetu, unajuaga tukiwaga na wale machawa wetu, unajuaga kinachotokeaga huwa hatujali. Wasema mtumishi wa Mungu nitamwambia tu kwamba nimefanya hivi, nimefanya vile, kimetusua hapa. Unashangaa unachotaka kufanya hakitusui ila unatusuliwa. Alafu unarudije kwa mtumishi wa Mungu na aibu? Then you come to the servant. Awamo. Haleluya. Haleluya. Hii ni imani yenye utii kwa Kristo na kile anachokisema. Respect to the Christ and what. Imani yenye utii kwa Kristo kwa kile anachokisema. The faith with the obedience to the Christ and what is. Ndio yenye nguvu pekee ya kukusaidia helping you kutoka kwenye hilo lililokusudiwa na adui. Is intended by the enemy. Hili ni jicho la tofauti. This is a very linaweza kuona hata sindano mahali ulipotegeshewa na bado likakwambia. Nazungumza habari ya mtu ambaye anaishi kwenye kiwango kikubwa cha imani, ambaye mazingira ameshayadharauki. Anatembea mahali ambapo anasikia kile tu Mungu anachokisema bila kukompea mazingira anachokisema. Kwa nini? Ili atoke kwenye hicho ambacho kimetegwa kwa ajili yake. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Imani, the faith, inahitaji mtu jasiri na mwenye nguvu ya uthubutu. With the power of trial. Imani inahitaji mtu jasiri na mwenye nguvu ya uthubutu. Imani inahitaji mtu mwenye maamuzi sahihi. Mtu mwenye maamuzi sahihi. Lakini pia imani inahitaji mtu mwenye nguvu ya mwendelezo. Narudia hivyo vitu vitatu. Mtu jasiri na mwenye nguvu ya uthubutu. Mtu mwenye maamuzi sahihi na mtu mwenye nguvu ya mwendelezo. Kwa nini? Why? Aibu mbele za watu. Mtu mwenye kuogopa mazingira hawezi kuchukua alichoambiwa katika ulimwengu wa roho akakiweka kwenye ulimwengu wa mwili, kwa sababu ulimwengu wa mwili utamuuliza maswali na watu wanaomzunguka watamuuliza maswali. Lakini mtu mwenye nguvu ya uthubutu ambaye haogopi mazingira, akiambiwa weka mkono juu ya mgonjwa, ataweka mkono bila kuuliza atanyanyuka au atakufa. Aongea na mtu. Mtu tu mwenye nguvu ya kuthubutu, mwenye ujasiri na nguvu ya kuthubutu, ni ambaye anaweza akamwombea maiti
akiamini kwamba atafufuka na maiti asisifufuke na bado ataendelea na Bwana. Amen. Naongea. Amen. Naongea. Amen. Nazungumza habari ya imani iokoayo. Pia kuna kinyume chake, iko inayoua. Kama iko iokoayo, basi iko inaofisha. Imani yoyote lazima iongozane ama iambatane na kitu kinaitwa matendo. Lazima iongozane ama iambatane na kitu kinaitwa matendo. Matendo ndio yanakupa ujasiri wa kufanya unachotakiwa kufanya. Actions give you the confidence. Watu wanakuambia huyu ameombewa sana lakini hajanyanyuka, na bado na wewe unakuja unasema atanyanyuka. Katikati ya watu waliokuzunguka atanyanyuka. Na unaomba na jasho linakutoka, jamaa amelala, na bado kesho tena unakuja unaweka mikono. Ndio nguvu, ujasiri na nguvu ya kuthubutu, na pia kuangalia watu, kwa sababu ukiwaangalia watu wanaua imani yako, kwa sababu watu watakusomea, aliombea jana, leo mbona hajanyanyuka, na wewe utahisi huku ndani kama vile umedhalilika. Lakini mwenye nguvu ya mwendelezo anajiambia kuponya sio kwangu, kazi yangu ni kuweka mikono. Wagonjwa watapona, mimi naweka mikono. Atamponya nani na kumwacha nani mimi sijui. Oh my Lord, hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kitabu cha Yakobo, the book of Jacob, mlango wa pili mstari wa 14, verse 14. Ndugu zangu, yafaa nini mtu akisema ya kwamba anayo imani lakini hana matendo? Aha, kumbe je, ile imani yaweza kumwokoa? Kwa hiyo imani iokoayo siku zote, every day, sio ya kukiri tu, it's not about what you can just, ni ya kuweka, ni ya kufanya matendo huku tukilitii neno la Mungu, by obedience to the word of God. Ili imani yetu iwe hai, lazima tuweke kwenye matendo, na hayo matendo yanayochochewa na utii wetu katika neno la Mungu, which are made strong with this obedience of the word of God. Ni wale tu wanaotii ndio wanaoweza kuamini, na ni wale tu wanaoamini ndio wanaoweza kutii. Narudia, ni wale tu wanaoamini ndio wanaoweza kutii, na ni wale tu wanaoamini ndio wanaoweza kutii. Naomba nirudie vizuri, ni wale tu wanaotii ndio wanaoweza kuamini, na ni wale tu wanaoamini ndio wanaoweza kutii. Kitabu cha Yakobo 2:24 na kitabu cha Rumi 1:5. Kitabu cha Yakobo mlango wa pili mstari wa 24 na Rumi 1 mstari wa 5. Mwaona kwamba mwanadamu huhesabiwa kuwa na haki kwa matendo yake, si kwa imani peke yake. Mstari wa Yakobo 2:24 sawa. Tunahesabiwa kuwa na haki kwa matendo yake, si kwa imani peke yake. Haleluya. Kwa hiyo matendo na imani vinaenda pamoja. Ni lazima uamue kutii neno, alafu uingize hilo neno kwenye kulifanyia kazi, yani kwenye matendo, ndio matokeo yanatokea. Haleluya. Warumi, the book of Romans, Rumi 1:5. Naye nasema, ambaye katika yeye tulipokea neema na utume, ili mataifa yote wapate kujitiisha kwa imani kwa ajili ya jina lake. Tumepokea neema. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Imani iokoayo inafanya kazi pamoja na upendo.
ama inafanya kazi kwa upendo. Galatia 5:6. Imani iokoayo inafanya kazi kwa upendo. Galatia 5:6 na inasema maana katika Kristo Yesu kutairiwa hakufai neno, sawa, wala kutokutairiwa, bali imani itendayo kazi kwa upendo. Utendaji wa imani hauna kiburi ndani yake, hauna majivuno ndani yake, hauna dharau ndani yake, wala hauna kujionyesha, kwa sababu umetawaliwa na pendo. Na hilo pendo linafanya uwahudumie watu wa aina zote. Sio kwa sababu wewe ni mlokole wa siku nyingi basi unadharau wale wachanga kwenye imani. Imani inafanya kazi na pendo. Halina kiburi, hakuna majivuno, hakuna dharau, wala hauwezi kujionyesha unapofanya matendo ya imani. Haleluya. Na mtu wa imani ndiye atakayerithi baraka za Ibrahim maishani mwake. Mtu wa imani ndiye atakayerithi zile baraka zilizokusudiwa za Ibrahim. Lazima tuishi kwa imani, tutembee kwa imani, ili tuzione hizo baraka zilizokusudiwa. Mungu alisema kwamba na sisi tutatembea kwenye hizo baraka za Ibrahim, lakini tunatembea kwa imani. Kwa lazima tutembee kwenye hizo baraka za Ibrahim kwa imani. Haleluya. Kitabu cha Mathayo 14:25 na 26. Mathayo 14:25 na 26 inasema hata wakati wa zamu ya 4 ya usiku Yesu akawaendea akienda kwa miguu juu ya bahari. Wanafunzi walipomwona akienda juu ya bahari wakafadhaika wakisema ni kivuli, wakapiga yowe kwa hofu. Imani ni uwezo wa utendaji wa kiungu unaofanya visivyowezekana kuwezekana, kama hili la kutembea juu ya maji. Haleluya. Yesu anatembea juu ya maji, lakini ni imani inatenda kazi. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na chanzo cha imani ni kusikia. Rumi 10:17. Chapter 10 verse 17. Kitu cha msingi cha kujiuliza, umeelewa ulichosikia ili kukuza kiwango chako cha imani? Kama chanzo cha imani ni kusikia, the source of faith is to listen. Unasikia vingapi ili kukuza imani yako? Na kile unachokisikia, je, unakielewa? Do you understand it? Na kama unakielewa, je, unakifanyia kazi kama ulivyokisikia? Kwa sababu kuna uwezekano mkubwa ukasikia lakini hujaelewa, na usipoelewa inahesabika kwamba hujasikia, na imani yako haiwezi kukua kama hujaelewa ulichosikia. Kama hujaelewa ulichosikia. Ndio maana Biblia inatuasa, inasema angalieni sana jinsi msikiavyo, kwa sababu chochote unachosikia kina uwezekano wa kuua ama kuinua kiwango cha imani yako. Lolote unaloingiza kupitia masikio yako lina uwezo mkubwa wa kufanya ulicho nacho kikue ama ulicho nacho kife. Umesikia nini? Unapaswa kusikia nini? Ndio maana wakati mwingine tunapigia watoto wetu makelele,
kwa vitu ambavyo wanavitazama, kwa sababu wanavyovitazama wanavisikia, vinaingia kwenye masikio yao, na vikiingia kwenye masikio yao vinajenga uharibifu kama ni vitu vibaya. Lakini kama ni vitu vizuri, vinakuza kiwango chao cha imani. Muulize jirani yako, unasikiaga nini? Mtu yote anayesikia taarifa mbaya, ndani yake vinajenga hofu, vinajenga woga, vinajenga mashaka, vinajenga wasiwasi. Hata maamuzi yake yanaweza yasiwe sahihi, kwa sababu mtu mwenye imani ni jasiri. Mtu mwenye imani sio mtu mwenye hofu, sio mtu mwenye woga, hatishwi na mazingira. Lakini mtu anayesikia vitu vya kuvunja moyo, mtu anayewaza taarifa mbaya, ukimletea taarifa njema anaitafsiri katika ubaya, ndio inayoingia ndani yake, inaua kiwango chake cha imani. Anashindwa kumwamini Mungu, na ukishindwa kumwamini Mungu ni dhambi kama ilivyo dhambi nyingine yoyote. Haleluya. Ukishindwa kumwamini Mungu ni dhambi kama ilivyo dhambi nyingine yoyote. Unashindwa kumwamini Mungu kwamba anaweza kumtengeneza huyo akamfaa. Unabaki kumhukumu mtu kwa sababu ya taarifa ulizosikia. Ni dhambi, kwa sababu utaishi kwenye hisia. Na wengi leo tunaongozwa na hisia zetu, na hisia zimeua viwango vyetu vya imani, na zinatufanya kuwa watumwa wa nyaraka za adui. Haleluya. Hebu asubuhi leo na utoke kwenye hayo magereza. Asubuhi leo na Roho Bwana akuchomoe kwenye hayo magereza. Adumbukize ndani yako ujasiri na uinuke upya. Uanze kuyakabili mambo na kuyatazama mambo kama anavyoyaona. Uanze kuyaamulia mambo na kuyapangia mambo kama unavyotaka. Na iwe kwako katika jina la Yesu. Jesus. Wafalme wa pili, Second Kings, mlango wa 7. chapter 7. Unajua mtu yeyote mwenye mashaka, Anyone who's worries, kabla hatujasoma hii Wafalme wa pili, mtu yeyote mwenye mashaka, anyone who's worries, mtu yeyote mwenye hofu ndani yake, Bible inamtizama kama mke wa Lutu. at the wife of Lot. Sio kama umewahi kujifunza habari za mke wa Lutu. Have you ever learned that Bible inamsema kama mke wa Lutu. the wife of Lot, Watu duniani tunawaitaga staki nataka. Anataka kumtumikia Mungu, lakini ana hofu watu watamuonaje. Anataka kumtolea Mungu, lakini anaogopa watu watamhesabiaje. Anataka kufanya jambo la kiimani. Bible inamwangalia kama mke wa Lutu. Mke wa Lutu alitoka Sodoma, lakini anakwenda na Mungu huku anaangalia nyuma. Bible inasema utageuka jiwe la chumvi. Utageuka. Unapokuwa na mashaka kwenye imani, utakuwa jiwe la chumvi. Utakuwa jiwe la chumvi. Na siamini kama humu ndani kuna watu wanataka kuwa mawe ya chumvi. Bible inasema mpaka leo lile jiwe liko pale kwa sababu ya kutufundisha. Haleluya. Sijui kama humu ndani kuna watu wanataka kuwa mawe ya chumvi. Haleluya. Kama unataka kuwa mawe ya chumvi, kuwa jasiri. Sema kitu, fanya kitu, amini kitu, liambie neno la Mungu na liamini, hata kama watu wanasema haliwezekani. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Utokeze hewani utangaze. Na wala usiogope hata kama wakikurekodi. Kama Mungu amesema, wewe sema. Alafu amini ulichokisema, ona kitakachotokea. Bible inasema wala asiwe na shaka. Kwa sababu mwenye shaka amehesabiwa kama wingu lisilo na maji, linapelekwa huku na kule. Hakuna kitu ambacho Mungu anakichukia kama mtu asiye na imani, kwa sababu hata yeye hawezi kukuamini wewe. Na kuna watu leo tunatembea kwenye viwango vyetu na Mungu, lakini mbingu haituamini. Unaaminiwa kwa vitu vidogo vidogo. Sukuma sisimizi, ondoa buibui, ndio unachoaminiwa. Lakini huwezi kusukuma tembo. Kataa hiyo hali katika ulimwengu wa roho. Jiambie nitaliamini neno la Mungu hata kama watu wote hawaamini hilo neno. Nitasimama na hili neno na kulisema hili neno hata kama watu wote hawaamini hilo neno. Nitatamka kwa ushindi kwa sababu namwamini aliyesema. Kwa sababu una imani na yule aliyesema. Bwana asifiwe.
Unajua kilichomkuta mke wa Lutu sio kwamba hakuwa na imani, alikuwa nayo. Ndio maana alichukua hatua za kuanza kutoka. Lakini alipofika katikati akakumbuka utamu wa Sodoma, ladha ya Sodoma. Kama vile ambavyo na wewe unakumbuka baadhi ya vitu ambavyo unafikiri vinakupa utamu. Huwezi kuishi kwa imani. Wanaoishi kwa imani ni waliojikana, waliojiamulia liwalo na liwe. Niko tayari mpaka kupoteza ndugu wa kuzaliwa nao, lakini nimpate Kristo. Maana nikimpata Kristo atanipatanisha na hawa wote. Si ndivyo Biblia inavyosema? Njia za mtu zikimpendeza Bwana anafanyaje? Si ning'ang'ane kutafuta njia zangu zimpendeze Bwana, alafu Bwana anipatanishe na watu. Lakini una jinsi ambavyo saa nyingine tunashindwa kutoka kwenye imani, tunashindwa kuishi kwenye imani kwa sababu ya watu, kwa sababu ya ndugu tuliozaliwa nao. Watanionaje? Kisha tembea na mtu ukisikia anasema watanionaje, kaa mbali, anaukoma. Ukishasikia mtu anasema watanionaje, watanichukuliaje, hicho kitu kinaua imani. Watu wa imani hawajali watu watawaonaje. Yesu alipofika pale kwa Lazaro alisema, Lazaro toka nje. Kwani hao watu walikuwa hawawezi kumwona? Lakini mbona aliwadharau hao watu? Ili adhirishe anachokisema. Imani inauliwa na wasiwasi, mashaka, kwamba lisipotokea acha lisitokee, lakini nimesema kama ninavyoamini. Ukijiangalia kwamba litatokea au halitatokea, hautakaa useme kitu kwa imani. Vitu vingi vinavyokuja hapa kama ushuhuda, hata sisi wenyewe vinatushangaza, kwa sababu wakati mwingine tunapovisema si kwamba tunaviona, lakini tunaamini alichosema na tunavisema kama vile vipo, na tukivisema kama vile vipo vinatokea. Vikitokea wewe unakuja hapa na ushuhuda, na mimi namshangaa, Bwana umefanya na hili. Ndio maana yule mwimbaji akasema, umefanya hili, umefanya lile, umefanya hili, umefanya lile, Yawe nina mpaka ifike mahali pa kusema umefanya hili na umefanya na hili. Lazima kuna imani huyu mtu aliishi nayo. Kuna mazingira alitamka, alafu akajikuta linatokea. Halitokei kwa sababu wewe ni muombaji, linatokea kwa sababu umeamua kuamini alichosema. Halitokei kwa sababu unafunga sana, linatokea kwa sababu umeliamini neno lake alilosema. Halitokei kwa sababu unatoa sana, linatokea kwa sababu umeamua kumwamini. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hebu tusome story ya hawa wakoma, watu waliotembea kwa imani, watu waliofanya mambo ambayo hayajulikani yangefanyikaje. Akili za wakuu zimegoma, lakini nabii wa Bwana amesema mbingu inatafuta mtu, inatafuta kitu, inatafuta mazingira yatakaolidhihirisha kile alichosema. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Wafalme wa pili 7:3 na 4. 2 Kings chapter 7 verse 3 and 3 na 4. Wafalme wa pili 7:3-4. Inasema, basi walikuwapo watu 4 wenye ukoma. Wangapi? 4. Okay. Penye lango la mji. Wakasemezana, mbona tunakaa hapa hata tufe? Yes. Tukisema tutaingia mjini. Mjini mna njaa. Sawa. Nasi tutakufa humo. Nasi tukikaa hapa tutakufa vile vile. Sawa. Haya. Twendeni tukaliendee jeshi la Washami. Hao ni watu gani wanasema twendeni tukaliendee jeshi la Washami? Wenye ukoma. Sasa funika Biblia yako, funika na diary yako. Tunamalizia hapa. Hao ni watu wenye ukoma. Wanasema hivi,
Mjini kuna njaa. Tukiingia sisi na walioko mjini tutakufa. Kwanza wametutenga, wametuweka nje ya mji kwa sababu sisi ni najisi. Lakini jana yake kuna mtu alisema hivi, kesho majira kama haya unga mzuri utauzwa kwenye lango. Wakati akisema watu wanakula mavi ya njiwa. Hakuna chakula mjini. Watu wanachinja watoto wao wanakula. Lakini nabii wa Bwana akasimama akasema, kesho majira kama haya unga mzuri utauzwa. Alafu mtu mmoja anamwambia, hata kama Mungu angefungua madirisha, huyo ndio mwana wa ulimwengu huu. Yeye anataka aone tumelima, tumepanda, tumepalilia, tumenyunyiza dawa, tumeweka mbolea, ndio tuseme kesho tunavuna. Jua linawaka. Nabii wa Bwana anasema kitauzwa hapa chakula. Tena kitauzwa kwa shekeli. Oh my Lord. Mungu anatafuta mtu atakayesimama na lile neno lilotoka kwenye kinywa cha mtu. Anawakuta wakoma. Hivi kwa nini Mungu akutumia jeshi? Si ujiulize tu na wewe. Kwa nini sikuwa kuna jeshi? Kwa nini Mungu hajatumia jeshi? Mambo ya Mungu. Akatumia watu wenye ukoma, hawana vidole, wala miguuni hawana vidole. Tunawaitaga vigutu. Na ukitaka kuwaona hao wavuka kule ng'ambo ya bahari kule kuna kambi. Wamewekwa mahali maalum. Wanatembelea visigino, sijui nitaweza. Hao ndio Mungu anawatumia kusababisha muujiza. Hao wanaambiana tukikaa hapa tunakufa. Tukiingia mjini tunakufa. Kwa sababu mjini kuna njaa na sisi taarifa tunayo. Lakini hebu tuliendee hili jeshi ambalo linataka kupiga mji wetu. Wakati wanakwenda na vigusu vyao miguuni, Mungu akachukua kishindo cha vigutu vya wakoma akakivalisha nguvu za farasi. Angalia imani inavyofanya kazi. Linatafutwa litimilike neno alilolisema mtu wa Bwana kwamba kesho majira haya chakula kitauzwa hapa. Mungu anavalisha nguvu kwenye miguu ya watu vikoma. Anawaambia nendeni. Wakati wanateremka kambi ya washabi ikasikika. Wanasema hivi, wakasikia jeshi la wana wa Israeli likiwafuata. Walichokifanya, walinyanyuka na kutimka, wakaacha kila kitu pale. Unga uliosemwa, mafuta, mali, farasi wa vita, mitutu ya vita ikaachwa hapo. Oh my Lord. Na iwe kwako katika jina la Yesu. Wakoma na wafanyike ndani ya maisha yako. Watokea watu watakaotembea mbele yako ili urudishiwe unachostahili. Bwana anapigana vita vyako, akurejeshee yaliyo ya kwako. Mungu na apite mbele yako na akuinulie msaada. Haleluya. Oh my Lord. Wanasema wale watu wakainuka, wakaenda kwenye kambi, wakala, wakanywa, wakashiba. Wamefika mahali pa utoshelevu. Kwani nini tena wanachotaka? Lakini hebuona Mungu anapotaka kulitimiza neno lake. Wamefika mahali pa matoshelezo. Jamani, wamezungukwa na vitu. Si ajabu wale jamaa walikuwa wanapika eti. Alafu wakati wanatimka vyakula vilikuwa jikoni. Wanaondoka, wanaacha majungu yanapita, nyama zenye mafuta. Namuona mtu mmoja ndani ya wiki hii akirejeshewa manono ndani ya nchi yake. Namuona mtu mmoja ndani ya wiki hii akiinuliwa kutoka mahali aliposhindwa. Namuona mtu mmoja ndani ya wiki hii akitembea katika neno alilolisema.
wametutenga, wametuacha, wametuita najisi. Lakini Yesu tuwapelekee taarifa njema. Hivi jamani, niulize swali. Jamaa walipopeleka taarifa njema, kwa nini hawakuambia tokeni hapa nini najisi? Kwa nini walipopeleka taarifa njema hakukuwa na sababu ya wao kubaki nje? Sawa. Haleluya. Amen. Jeshi likatoka huko likaenda kuchukua chakula, likarudisha kwenye kambi, likaenda tena likabeba, likarudisha kwenye kambi. Watu wakaanza kupewa vyakula. Neno la mtumishi wa Bwana